Singi Kambi ya Nyoka, Simba Sports Club tukishirikiana na Mo Dewji Foundation, tukiwa kwenye uzinduzi wa wiki ya Simba. Safari hii kwenye uzinduzi wa wiki ya Simba tulisema ya kwamba tufanye kitu ambacho kitaacha alama kwenye jamii. Mara nyingi Mo Dewji Foundation pamoja na Simba tumekuwa tukitoa misaada mbalimbali kwa watoto yatima, kwa wazee, kwa wanawake, kwa wazazi. Tumekuwa tukifanya kliniki mbalimbali za magonjwa mbalimbali, lakini safari hii tukasema hebu tuache kitu ambacho kitadumu hapo milele na milele, kitadumu hapo vizazi na vizazi. Wewe bwana, hapa zawadi ambayo tutakwenda kuwaachia shule hii ya Kambi ya Nyoka utatumia wewe kuanzia la kwanza mpaka unamaliza la 7. Watakuja watoto wako watatumia. Lengo ni kuacha alama kwenye jamii hii ama wanafunzi wanaosoma katika shule hii. Baada ya kupata wazo hilo, tukawasiliana na wenzetu wa mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro na kuambia kwamba hebu tutafutieni jamii ambayo tutaweza kuisaidia kupitia Mo Dewji Foundation. Kama kuna sehemu panahitaji hospitali, kwa maana ya kwenye hospitali inahitaji marekebisho yote, kama ni wodi, kama ni nini, Mo Dewji Foundation tuko tayari kufanya hivyo. Kama ni shule inahitaji ofisi ya walimu, ama inahitaji darasa, ama inahitaji matundu ya vyoo, tuko tayari kufanya hivyo. Wenzetu wa mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro wakafanya utafiti wao na kutuambia kwamba ipo shule inaitwa Kambi ya Nyoka, wenyewe wana uhitaji mkubwa na vyoo. Na baada ya hapo Mo Dewji Foundation wakaingia kazini, wakatuma wataalamu wao hapa, wakafanya upembuzi yakinifu kuangalia ni vyoo vya aina gani vinahitajika, gharama zake na kila kitu. Niko hapa kuthibitisha kwamba tayari kila kitu kimesha kwenda sawa sawa. Kilichobaki tu ni kujenga vyoo hivyo ili viweze kuwanufaisha wanafunzi wetu ambao wanasoma shule hii. Mpango ilikuwa tukija kwenye uzinduzi wa wiki ya Simba tuzindue na vyoo hivyo, lakini unafahamu taratibu za ujenzi ni tofauti za kwenda kununua mchele na kuja kukabidhi. Ujenzi una hatua zake. Kwa hiyo leo hii tumekuja hapa kuwaambia wanafunzi wa Kambi ya Nyoka ya kwamba amje kuona nyoka shule, lakini sijui hamna nyoka, ni jina tu, si ndio? Safi. Tumekuja kuambia wanafunzi wa Kambi ya Nyoka ya kwamba tutawajengea vyoo ambavyo vitakuwa ni vyoo vizuri vya kisasa na mtavitumia katika kipindi chenu chote mtakachokuwa mnasoma hapa. Na vyoo hivyo vitajengwa na Mo Dewji Foundation. Mo Dewji Foundation ni taasisi ambayo inamilikiwa na Mohamed Dewji. Mohamed Dewji ni rais wa klabu ya Simba, lakini vile vile ni mfanyabiashara mkubwa hapa nchini Tanzania, Afrika na dunia kwa ujumla. Amejaaliwa kipato na akasema hiki ambacho mimi nimejaaliwa, acha nitumie na wenzangu, acha nitumie na Watanzania wenzangu. Na kwenye kutumia huko amekuwa akitoa misaada mbalimbali, na safari hii amekuja kuwagusa ninyi watoto na wanafunzi wa Kambi ya Nyoka kwa kuwajengea vyoo vya kisasa ambavyo mtakwenda kuvitumia. Ujenzi utaanza punde tu baada ya shughuli hii kuisha. Kila kitu kimesha kwenda sawa sawa, mipango yote imeshakamilika, na wenzetu mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro wanatusaidia kwenye kuhakikisha kwamba tunakamilisha jambo hili kwa wakati. Kwa hiyo leo tumekuja kuwatangazia ya kwamba Mo Dewji Foundation anawajengea, hivi ni matundu ya vyoo au vyoo, unajua matundu ya vyoo. Unaweza kujenga matundu ya vyoo afu usiweke ukuta, inakuwa ni nini? Unaweza kujenga chuo usitengeze matundu. Hiyo inakuwa ni veranda. Veranda. Unaweza ukageuza matumizi ukalala. Kwa hiyo wadogo zanguni, watoto zangu, wewe unafanana na mwanangu. Tumekuja kuambia hivyo kwamba tunawajengea vyoo, na muda si mrefu mchakato huo unaanza
na baada hapo tutakuja kuwakabidhi rasmi vyoo vyenu. Baada ya kuwajengea, mnatakiwa kuvitunza vikusaidie wewe na viwasaidie na wengine wanaokuja. Hii shule hapa ni ya zamani sana, lakini imekuwa ya zamani kwa sababu waliosoma zamani wameitunza hii shule na nyie mmeikuta. Kwa hiyo matundu ya vyoo ambao tutawajengea na nyie natakiwa myatunze ili wasaidie wanaokuja. Baada ya kusema haya, wadogo zangu na watoto wangu, asanteni sana. Walimu na wafanyakazi wote wa kambi ya Nyoka salama. Sawa, mimi naitwa Neil Ngala, ukiniita Ngala naitika. Mimi natoka Mo Dewji Foundation. Nashukuru sana Bwana Ahmed, msemaji wa Simba, ameongelea Mo Foundation, anajua sana. Sasa tupige makofi. Kama msemaji lazima ajue vitengo vyote ambavyo Mo Foundation inafanya. Sisi pale kama alivyosema Bwana Ahmed, tuna mambo makubwa matatu. Tuna swala la elimu, tuna swala la afya na swala la maji. Yote tunashirika sisi watu wa Mo Dewji Foundation. Lakini kila linapotokea tukio kubwa kama hili, sisi Mo Dewji Foundation tukishana na Simba lazima tutie mkono wetu mahali pale. Kwa kila tukio tunalofanyika kubwa, ni mengi tushafanya. Kama ilivyomo kiongozi hapa kwamba safari hii tumekuja na hili tukio la uzinduzi na ufadhili wa matundu wa vyoo ambao sisi Mo Dewji Foundation na Simba tunashiriki katika tukio hilo moja. Sasa baada ya kusema maneno mazuri ambayo akasema msemaji hapa, tukio linalofuata sasa hivi ni kufanya ule uzinduzi. Ndugu yangu, kuna kibao maalum kimeandaliwa. Sasa hivi tukitoka hapa tunaenda kwenye ile tukio, tunafungua na picha zinapigwa, tunahitimisha. Na kama unasema kwamba ujenzi utaanza mara moja baada ya tukio hilo. Na sisi tumetaka tuungane Mo Dewji Foundation na tukio la Simba, ili Simba wanazindua wiki ya Simba Day, na Mo Dewji hali kadhalika nao kupitia na kushikana na Simba hawa tunazindua wiki ya ujenzi wa matundu wa vyoo katika shule hii ya kambi ya Nyoka. Mimi niseme mengi sana, hata sasa tukio nafuata ni kwenda na tukio na kuanza kufungua kile kitambaa kuhakikisha kwamba sasa tumeshafungua ile tukio la ujenzi wa matundu ya vyoo. Asanteni sana. Ndoto zangu zimekwama. Nimekuwakilisha. Umeniwakilisha Kabisa. Nilikuwa napenda kuwa mwalimu mkuu. Ndoto zako zilikufia wapi? Zilifia tu akili kaka. Mwalimu mkuu lazima uwe na akili. Hayo wakati huo. Sababu mwalimu mkuu, yani mkuu, ile neno mkuu, mimi ndo sina hilo. Kwa wakati unasoma ilikuwa. Na mimi nilikuwa nasindikiza wenzangu. Niambia kama umesoma Oxford wewe, vio vya maana umesoma au sio? Oxford ukubwani. Lakini wakati nipo kama hao. Nilikuwa mtu wa 400 300. Sawa, mwalimu mkuu karibu. Asante sana. Naitwa Honest William Tesha. Naitwa Honest William Tesha, mimi ndo mwalimu mkuu wa shule ya msingi kambi ya Nyoka. Kwa kweli sisi familia ya kambi ya Nyoka, nikimaanisha jamii, wanafunzi na walimu, tumefurahishwa sana na ujio wa Mo Dewji Foundation wakishirikiana na klabu ya soka ya Simba. Kama mnavyoona, unajua vitu vingine havijifichi. Mkiangalia choo walichokuwa wanatumia watu wetu wa kiume pale, hata tumekizungushia miba, kwa maana kwamba hakifai tena kwa matumizi. Sasa mlipofikia hapa, kwa kweli sisi tunajua kabisa kwamba tunaenda kupata choo bora na cha kisasa kwa ajili ya watoto wetu. Na ndio maana hata mlivyokuja mmeona wanaenda kuwapokea hapa kule barabarani. Walijua kabisa sasa tunapata msaada. Na sisi kama kambi ya Nyoka, walimu, wanafunzi na jamii yote inatuzunguka pamoja na wazazi, tunasema asanteni sana. Kwa kweli mmegusa pale panapotakiwa. Sisi kambi ya Nyoka tumeshukuru sana kwa hilo, na tunaahidi kwamba tutawapa ushirikiano kwenye kuanzia hatua ya mwanzo kabisa mpaka mwisho. Siku mtakapokuja kutukabidhi, tutakuwa tunajihusisha na nyinyi moja kwa moja, bega kwa bega, hakuna kitakachoharibika. Lakini pale siku nyingine tena mkiona kwamba kuna namna, karibuni sana kambi ya Nyoka. Hapa mmesikia kabla hamjafika au majirani zetu walikuwa wanauliza watu, mnawafahamu wanyama wanaopatikana Ngorongoro? Akawa wanawataja Big Five na wengine. Lakini kuna wengine kwenye hao Big Five ni majirani zetu, tuko tunakuwa nao hapa mara nyingi. Tunatembelewa. Hapa wanakuja na sisi hatuwaui, lakini utaratibu unatumika, tunawaondoa. Tunakuwa nao. Kwa hiyo pia mahitaji yetu si kama tunazunguka Ngorongoro hapa, bado kidogo uzio na nini. Na najua klabu ya Simba na Mo Dewji Foundation hamjashindwa kwenye hilo. Tukimaliza hili hapa, nafikiri Mungu tuombe uzima, tutatembelewa tena. Na wanafunzi mmesikia? Ahmed Ali, semaji la klabu ya Simba, amesema kwamba amekuja hapa kwa ajili ya nyie
mpate choo bora na cha kisasa. Sawa sawa. Kwa hiyo hamtashia tena choo cha wasichana na wa kiume mnatumia upande huu na kule, mtakuwa na cha kwenu sasa. Sawa sawa. Simba najua. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Kamishna Msaidizi Mwandamizi wa Uhifadhi Gloria Bideberi. Ninasimamia maendeleo ya jamii. Kambi ya Nyoka ni majirani zetu wa muda mrefu. Tumekuwa tukifanya nao mambo mengi. Tumekuwa tukiwatembelea, kuwapatia elimu kama walivyokuambia. Hapa shuleni wanatembelewa na wanyama karibuni wote. Kwa hiyo usalama wa watoto ni wa kwanza. Kwa hiyo tunajitahidi kuwafundisha ili wakimuona mnyama yoyote yule wajue ni namna gani wanaweza kumkwepa na wakapita salama. Na ujio wenu umekuwa ni sehemu muhimu. Maana wakati namuuliza mwalimu unafikiri kitu gani wewe unakitaka cha kwanza? Akasema mimi kwa kweli choo. Mimi nikamwambia sio fence, akasema hapana, choo kwanza, hiyo uzio tutatengeneza baadaye. Lakini nadhani alisema choo kwa sababu anajua kwenye uzio tumekuwa tukiwapa elimu mara kwa mara ya namna ya kujikinga na wanyama wakali na waharibifu. Mimi ni washukuru Mo Dewji Foundation na Simba kwa kutufikia na kuweka mchango wenu kwenye jamii hii. Labda niseme tu kwamba jamii hii ni watu ambao wamejitolea kwa niaba ya Watanzania wote kuangalia wanyamapori. Nyie si mpo Dar es Salaam? Nyinyi mpo Dar es Salaam, mnaambiwa tu kuna utalii Ngorongoro, lakini gharama ya wanyamapori hamwilipi nyinyi. Ila hawa wanaokaa karibu na hifadhi wanalipa gharama ya kuwa karibu na wanyamapori. Wanaumizwa, wanaharibiwa mashamba yao, kwa hawa wanailipa gharama moja kwa moja. Sasa ninyi mnapotoka mbali na kuja kujaziliza kwenye nguvu ambayo wao wameiweka, inakuwa ni jambo la msingi sana, lakini la kuwatia moyo kwamba kazi wanaoifanya inalipa kwa faida ya sasa na vizazi vijavyo. Mimi niwashukuru tena na nimuombe mwalimu, choo kitajengwa, tutakuwa bega kwa bega na ninyi. Kitakapojengwa kitunzwe vizuri ili wafaidike hawa na wengine kama ambavyo shule imekuwa ikiwafaidisha. Sisi tupo, tutashirikiana. Karibuni sana. Kama nilivyotambulisha mwanzo, mimi ni Honest William Tesha, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Kambi ya Nyoka. Kama mnavyoona, hivi ndio vyoo walivyokuwa wakitumia watoto wetu wa kiume. Mnavyoona hapa, vingine hata milango haikuepo, lakini still vilikuwa vinatumika, lakini tumeziba kabisa na miba kama mnavyoona hapa, kwa sababu ilikuja kuonekana kama ni hatari, kwa sababu kilishaanza kumomonyoka. Kwa upande wa nyuma tutaonyesha pia momonyoka kabisa, shimo linaonekana wazi. Kwa hiyo sasa hivi hiki hapa kama mnavyokiona hakitumiki. Kwa hiyo ujio wa Simba kwa kweli kutengenezea choo kipya ni faraja kubwa kwetu. Watoto wetu watakuwa salama na tutakitumia kwa namna nzuri na tutakitunza. Kwa hiyo Simba Sports Club pamoja na Mo Dewji Foundation tunawashukuruni sana na tunawakaribisha na Kambi ya Nyoka, hasa kwenye tukio hili mnaliona hapa. Kwa kuwa mmeliona na mmelifanyia kazi, tunawashukuru sana. Tuangalie na kama mnavyoona hapa, hiki choo kimeporomoka. Kama ukiangalia hapo unaweza kuona shimo liko wazi kule. Sasa mtoto hawezi kuingia tena kwenye hiki choo. Kimeporomoka, kuingia ndani kule ni riski. Ndio maana tumezungushia miiba hii kama nilivyosema. Kwa hiyo hakifai. Kama mnavyoona hapa hakijatumika muda mrefu. Ndio maana tukalazimika sasa choo cha wasichana ambacho kidogo ni kizima kitumike kwa ajili ya watoto wa kiume upande mmoja na upande mwingine watoto wa kike. Kwa hiyo sasa kama tutakuwa na choo kipi hapa, angalau kila jinsia itakuwa na choo cha upande wao na tutakuwa salama na kila kitu kitaenda vizuri. Kwa hiyo watu wa Simba na Mo Dewji Foundation tunawashukuruni sana. Asante.